Mungu kuongoza Israeli kutoka utumwani Misri, ingawa alihisi hana uwezo wa kuzungumza. Musa alitii sauti ya Mungu. Musa alikuwa anaona kama mimi siwezi kuzungumza, lakini Mungu akaweka maneno yake kwenye kinywa cha Musa na Musa akapata kuzungumza. Kutoka 3:4. Kutoka 3:4. Ndio. Ndio. Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiji. Ndio. Akasema, Ndio. Musa, Musa. Ndio. Akasema, mimi hapa. Praise the Lord. Musa, ukiendelea kusoma pale, unaona ni maelekezo anapewa sasa. Aenda kuwatoa Waisraeli kule Misri. Musa hakukataa, alitii maelekezo. Hivyo tunaona wana wa Israeli wakapitia changamoto nyingi kuelekea Kanaani. Musa alitii. Praise the Lord. Mungu ana watu wengi sana wa kuwapa maelekezo. Kwa nini wewe unapewa maelekezo? Na unapopewa maelekezo na Mungu, ujue yana faida kwako wewe na kwa jamii kwa ujumla. Tunaona hata Nuhu mwenyewe alipotii maelekezo, ilikuwa faida kwa jamii inayomzunguka, wanyama, kwa watoto wake, kwa familia yake kwa ujumla. Hivyo Musa alipotii alifanyika kwa faida ya wengi wana Israeli. Japo Mungu angeweza kutumia mtu mwingine. Praise the Lord. Lakini maelekezo yanapokuja kwako, unapata ujio kwamba Mungu amekuheshimisha kwa kiasi gani. Anakutazama kuwa wewe unaweza ukafanyika daraja la watu wakafanikiwa, la watu kufika mahali fulani au kufikia makusudi ya Mungu ambayo Mungu amepanga. Kwa hiyo unapokuwa unakataa kufuata maelekezo, unapokataa kuwa mtii, maana yake kuna madhara mengi yanaweza yakatokea. Hasa ni kwako wewe mwenyewe. Praise the Lord. Yoshua alikuwa mtii. Mfano mwingine wa 5, Yoshua alikuwa mtii. Yoshua alitii maagizo ya Mungu kuhusu kuangusha mji wa Yeriko kwa kuzunguka ukuta kwa siku 7. Yoshua 6. Yoshua alitii. Alikuwa anazunguka. Yoshua 6. Yoshua 6. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Ndio. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Ndio. Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako, na mfalme wake na mashujaa wake. Nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita mkiuzunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6. Yoshua alitii sauti ya Mungu, akafanya hivyo Mungu alivyomwagiza. Praise the Lord. Na ukiendelea kusoma utaenda kujifunza zaidi na zaidi jinsi ilivyokuwa faida kwa Yoshua. Bwana asifiwe sana. Mfano mwingine wa 6 ni Mariam mama wa Yesu. Alitii. Mariam mama wa Yesu alitii mapenzi ya Mungu kwa kukubali kuwa mama wa Yesu hata kama kulikuwa na changamoto za kijamii. Tunajua au tunafahamu, tumefundishwa zaidi kwamba Mariam alitokea na malaika akimwelekeza kwamba yeye majira kama haya atachukua mimba, atazaa mtoto anaitwa Yesu, atakuwa kimbilio la watu, atakuwa mwenye baraka nyingi. Mariamu hakushangaa au hakukengeuka, alikubali kuwa mama wa Yesu. Praise the Lord. Luka 1:38. Luka 1:38. Mariam akasema, Ndio. tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, Ndio. na iwe kwangu kama ulivyosema. Ndio. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Ndio. Basi Mariam akaondoka siku hizo, akaenda hata nchi ya mlimani kwa haraka Ndio. mpaka mji mmoja wa Yuda. Mariamu alitii. Praise the Lord. Alitii maelekezo ya yule malaika aliyotumwa na Bwana. Akatii. Kutii kwake Mariam kumefanyika faida kubwa ulimwenguni na duniani kote. Leo hii tunaye Yesu Kristo mwana Nazareti aliyezaliwa, atafanyika kuwa mafanikio makubwa, atafanyika kuwa baraka kwa wanadamu wote. Hivyo kukubali kwake Mariam kulikuwa faida kwetu wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie tuwe watii katika Kristo. Pia tupate kuona Yusufu mume wa Mariam alitii maagizo ya kumchukua Mariam awe mkewe na kumpeleka Yesu Misri kwa usalama. Tunaona Yusufu alijaribu kwamba kumkimbia Mariam baada ya kuona kwamba Mariam ana ujauzito, lakini malaika alipomtokea Yusufu akamfafanulia, akamfunua yote yale ya Bwana. Yusufu
kupaza shingo yake, ila alikuwa mtii, akaendelea kumtii Mungu. Hata akamchukua Mariam akaenda kumpeleka huko Misri kumficha, maana kipindi hicho kulikuwa Yesu alikuwa anatafutwa. Pesa leo Mathayo 1:2. Mathayo 1:2. Ibrahim alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Mathayo 1:21. Naye atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yusufu yeye alipewa maelekezo akafunuliwa, je, anayekuja ni nani? Na Yusufu baada ya kugundua kusudi la Mungu, hivyo akaendelea kukaa katika hali ya utii. Hata hivyo Yesu akaja duniani sasa. Praise the Lord. Amen. Mifano ya watu ambao hawakutii maagizo ya Mungu. Watu ambao hawakutii maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu alikuja wakayasikiliza, lakini walikengeuka. Mfano wa kwanza wa mtu ambaye hakutii ni Adam na Hawa. Tunafahamu dhahiri Adam na Hawa kuna vitu walifanya kinyume ambacho na maelekezo ya Mungu. Hawakutii agizo la Mungu la kutokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kutokutii kwao kulileta dhambi ulimwenguni. Na kwanza nimesema kwamba kutii kwa mtu kunaweza kusababisha faida ya watu wengi. Unaona, Adam na Hawa kutokutii kwao walisababisha dhambi ikaingia ulimwenguni kote. Mwanzo 3:1. Kutokutii kwa Adam na Hawa kulisababisha dhambi ikaingia ulimwenguni. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, ati ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Msile miti ya matunda yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa na mabaya. Praise the Lord. Na nyoka hivyo akajikuta ameenda kinyume na maelekezo ya Mungu, akawa mtu ambaye hajatii, hivyo akasababisha na wenzake Adam akaila tunda, wakajikuta wote wako kinyume na dhambi ikaingia ulimwenguni. Mfano wa pili niona mfano wa watu ambaye hakuwa mtii katika Kristo. Niona 1:2. Niona 1:2. Niona ndio. Ondoka uende Ninawi. Ondoka uende Ninawi. Mji ule mkubwa. Mji ule mkubwa. Ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Ndio. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli akapanda merikebuni, aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Praise the Lord. Yona alitaka kujiepusha na uso wa Bwana. Aliambiwa aende huko Ninawi akahubiri Injili, lakini Yona akakimbia. Lakini tunaona pia akameza na samaki. Mungu akatumia samaki kumrudisha Yona. Hivyo Yona ni mtu au ni mfano au ni miongoni wa watu ambao hawakuwa watii kwa Kristo. Praise the Lord. Tunaweza kujifunza pia matokeo ya utii. Kuna matokeo gani pale ya kutii? Matokeo ya utii au matokeo ya kutii. Namba moja, baraka kutoka kwa Mungu. Baraka kutoka kwa Mungu. Kuna baraka nyingi unaweza kuzipata baada ya wewe kuwa mtii. Kupokea baraka za kiroho, kimwili na kijamii. Kumbukumbu la Torati 28:1-2. Kumbukumbu la Torati 28:1-2. Baraka, utapata baraka za kimwili, kiroho na kijamii pia. Kumbukumbu la Torati 28:1-2.
itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kuyafanya maagizo yake yote ni kuagiza wako, atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo. Hizi zote ni baraka zitakazo kupata wewe baada ya kutii maelekezo ya Mungu. Utabarikiwa utokapo, utabarikiwa uendapo, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa wanyama wako na kizazi chako wote kitabarikiwa baada ya wewe kutii agizo au kutii maelekezo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Namba 2, ulinzi na uongozi wa Mungu. Ulinzi na uongozi wa Mungu. Mungu atakuongoza wewe, Mungu atakulinda wewe. Ukiwa mtii wa kutosha au mtii wa kudumu, Mungu atakuongoza. Kama Nuhu, utii wake ulimfanya yeye na familia yake wakaokolewa na gharika. Kuna ulinzi na kuongozwa. Nuhu alipewa maelekezo, mtemo kuongozwa, nini kitatokea. Na baada ya kufuata maelekezo yote, ulinzi ulikuwa kwake. Mungu aliachilia gharika, lakini kwa kuwa alitii kutengeneza safina, Nuhu na familia yake na wale wanyama hawakuangamizwa na gharika. Ulinzi ulikuwa kwake kwa sababu ya utii. Bwana asifiwe sana. Pia namba 3, usuhuba wa karibu na Mungu au urafiki wa karibu na Mungu. Usuhuba wa karibu na Mungu au urafiki wa karibu na Mungu. Mwanzo 15:6. Ukiwa mtii wa kutosha, utakuwa rafiki wa Mungu. Utakuwa karibu na Mungu kwa sababu ya utii unaoonyesha. Mwanzo sura 15:6. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili urithi. Praise the Lord. Unapata kuona unaweza kupewa vitu ambavyo wewe mwenyewe ukustahili au wewe mwenyewe ukutegemea kwa sababu tu umeonyesha kuwa utii. Pia Yakobo 2:23. Ibrahimu alihesabiwa haki kwa sababu ya utii. Yakobo 2:23. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Naye aliitwa rafiki wa Mungu ni baada tu ya yeye kutii. Mungu alimfanya Ibrahimu kuwa rafiki yake baada ya kutii. Hivyo kama unataka kuwa rafiki wa Mungu, Mungu anataka kukutumia katika viwango vya juu. Jua au nenenda kuwa mtii kwanza, ili Mungu akufanya kuwa rafiki. Basi sipe sana. Na ukiwa rafiki na Mungu, kuna vitu utakuwa unavifanya wewe mwenyewe utakuwa unashangaa. Mungu atakuwa anakutumia kihuduma, atakuwa anakutumia hata katika jamii. Mungu atakufanya kuwa Musa, praise the Lord, atakufanya kuwa kiongozi hata usipoteuliwa, ni kwa sababu ya utii. Mungu anaangalia moyo, anaangalia utii uliopo ndani ya mtu. Praise the Lord. Kutimiza kusudi la Mungu maishani. Faida namba 4 au matokeo baada ya wewe kutii. Kutimiza kusudi la Mungu maishani. Unaweza kutimiza kusudi la Mungu kwa kutii. Imagine Mariam asingetii. Nini kingetokea? Kumbe kutii kwake kusudi la Mungu lilikuwa duniani. Nuhu asingetii, nini kingetokea? Kutii kwake ulinzi ukawa kwake. Kunaona kabisa ukombozi ulikuwa kwa familia yake na yeye mwenyewe. Kwa hiyo unaweza utii, unaweza kusudi kutimiza kusudi la Mungu duniani au maishani. Mariam alipotii, alitumika kuwa chombo cha kuleta mwokozi duniani kwa sababu ya utii. Kwa hiyo kusudi la Mungu linaweza likatimia kupitia wewe. Sasa inategemea na wewe mwenyewe unautii kiasi gani au unamsikiliza Mungu kwa kiasi gani, unapata maelekezo ya Mungu kwa kiasi gani. Amani ya moyo. Tupate kwa pia matokeo baada ya kutii wewe kuwa mtii. Utakuwa na amani ya moyo. Isaya 48:18. Moyo wako utakuwa na amani. Siku zako zote utakuwa na amani.
zawadi ya kutii. Unaweza ukaimagine mtu hata tu katika hali ya kawaida usipotii sheria za nchi hautakuwa na amani. Utakuwa muda wote utakuwa ni mtu unayetafuta, maybe unafanya kosa ambalo utakiwa kufanya. Kwa sababu sheria za nchi, tuna sheria za nchi yetu, hivyo ukienda kinyume unakuwa unahukumiwa. So ukiwa mtii unakuwa na amani kwenye maisha yako. Isaya 48:18. Laiti ungesikiliza amri zangu, ndio ndipo amani yako ingelikuwa kama mto wa maji. Ukisikiliza amri za Mungu, yaani anasema kama laiti ungelisikia sauti yangu ungekuwa na amani. Praise the Lord. Kwa hiyo unabidi umtii sana Mungu ili maisha yako yote uwe na amani, moyo wako uwe na amani. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Amen. Tunapata kuna mtumishi mmoja mwingine kwenye Biblia kama Mwanzo Bwana sikosei, ni Abeli na Kain. Waliamua kumtolea Mungu sadaka. Lakini tunaona Kain alitoa sadaka ambayo sio, yaani Mungu hakupendezwa na ile sadaka. Tukaona akaingia wivu akamuua ndugu yake. Hivyo ilisababisha Kain akatangatana kutoa laana. So usipokuwa mtii, kuna mabaya yanaweza kukufuata wewe. Sauli tunaona alipata mabaya, akataliwa sadaka yake, akataka kuwa mfalme. Mungu anaweza akafanya kitu chochote kwako endapo usipotii. Yaani kitu kibaya kwako kama usipotii. Ukitaka uwe rafiki wa Mungu, kuwa mtii. Ukitaka baraka zikujilie, kuwa mtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akusaidie sana tu watii. Bwana asifiwe sana. Kama tulivyojifunza kwamba kama tusipokuwa watii, ukigundua hujatii tufanye nini? Baada kujifunza kufikiri kwa Mungu, kuomba rehema Mungu atusamehe. Hivyo tusimame. Tuna kuomba Mungu mahali ambapo wewe unajijua mwenyewe, mahali ambapo ukuwa mtii wa kutosha, mahali ambapo kusikiliza sauti ya Mungu. Wewe ulikuwa maagizo fulani ukiyapata, wewe ni miaka iliyopita ni miwili, Mungu anataka ufanye, lakini kwa kuwa ukumuomba rehema, huyu Mungu rehema, leo hii hili neno lina makusudi sana Mungu kuleta. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Na kuombolewa na Yesu aliyenirehemia kwa bei ya mauti yake, nimekuwa mtoto wake. Kombolewa, damu yako ya thamani yatukomboa kutoka kwenye kifungo cha kutokutii Bwana. Ni kweli mfalme wa falme, damu yako inatukomboa, damu yako inatukomboa kwa bei ya mauti yako Bwana. Ulitukomboa mfalme wa falme kwa damu yako mfalme. Wewe unakomboa, umetukomboa mfalme wa falme, umetukomboa mfalme wa falme kutoka kwenye kifungo cha dhambi Bwana. Umetukomboa kwa damu yako mfalme, umetukomboa kwa damu yako mfalme, umetukomboa mfalme wa falme, umetukomboa Jehova hai kwa damu yako Bwana, kwa damu yako Bwana. Umetukomboa mfalme wa falme, umetukomboa mfalme wa falme. Sisi tumekombolewa kwa
kwa damu yako ya thamani Bwana. Tunasema asante mfalme, wewe damu yako inanena mema kwenye maisha yetu, inanena mema wewe mfalme. Hakika tumekombolewa na damu yako ya thamani mfalme, kwa bei ya mauti yako Bwana. Ulitukomboa mfalme mfalme, ulitukomboa mfalme mfalme, ulitukomboa mfalme mfalme. Mungu aliye hai, Mungu aliye hai, damu yako tumekombolewa kwa damu yako mfalme, tumekombolewa kwa damu yako mfalme, tumekombolewa kwa damu yako mfalme. Tunasema asante mfalme, maana damu yako imetukomboa, maana damu yako imetukirimia Bwana. Tunasema asante mfalme mfalme, tunasema asante mfalme mfalme. Wewe Mungu uangalia toba ya kweli, wewe Mungu uangalia mtu akibakia wewe, wewe unamsikiliza Bwana, wewe unamsikiliza mfalme mfalme. Tuko malangoni pako Bwana, tuko malangoni pako Bwana, tunaomba toba ya rehema ndani yako mfalme mfalme. Ninaomba tunaomba Yesu Kristo, ninaomba tunaomba Yesu Kristo, ninaomba tunaomba Yesu Kristo. Unisamehe mfalme wa falme, unisamehe mfalme wa falme, unisamehe mfalme wa falme. Sema na Bwana, mambo Bwana kurehemu, mambo Bwana kurehemu. Haijalishi ukutenda gani, haijalishi ni kwa kiwango gani, ni kwa muda gani, wewe mwambie Mungu akusamehe, wewe mwambie Mungu akusamehe. Maana Yesu anaangalia toba iliyo ya kweli, anaangalia wewe umegeuka kwa kiasi gani. Mwambie Mungu akurehemu. Yeye Mungu ni mwaminifu, yeye Mungu ni mwaminifu, anarehemu, anasamehe. Wewe mwambie Bwana, usikate tamaa, mwambie Bwana, usijione kuwa wewe una dhambi nyingi, usijione kuwa wewe umekuwa mtii, usikutii sana. Mwombe Mungu atakusamehe, atakusamehe. Yeye Mungu ni mwaminifu, Mungu aliye hai, Mungu aliye hai. Uturehemu mfalme, uturehemu mfalme, uturehemu mfalme, uturehemu mfalme, kwa damu yako thamani. Naomba Bwana, uturehemu mfalme mfalme, uturehemu mfalme mfalme. Yesu Kristo, 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 mwana wa Daudi, Yesu Kristo, mwana wa Daudi, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Tunaomba nawe Bwana, tunaomba dhambi zote Bwana. Naomba turehemu mfalme, naomba turehemu mfalme, naomba turehemu mfalme, naomba turehemu mfalme. Uturehemu Yesu Kristo, uturehemu Yesu Kristo. Atakuwa watii mfalme, atakuwa kutia kudumu ndani yako. Naomba turehemu mfalme wa falme, naomba turehemu Mungu aliye hai, naomba turehemu Yesu Kristo, uturehemu Mungu aliye hai, turehemu mfalme wa falme, turehemu Mungu aliye hai, turehemu Mungu aliye hai. Turehemu Yesu Kristo, turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu mfalme wa falme. Mungu aliye hai, turehemu Yesu Kristo, turehemu Yesu Kristo. Tuombee mfalme wa falme, moyo wa utii, tufinyange tunawe Bwana, tuwe na utii kama mtumishi wako Ibrahim alivyokuwa mtii, hivyo akafanyika kuwa rafiki yako. Inaomba Bwana, inaomba Bwana, inaomba Bwana, maana utii unakuwa mwongozo wa maisha, maana utii unaweza kusudi lako wewe mfalme wa falme. Mungu aliye hai, tufinyange Bwana, tufinyange Bwana, Mungu upewe Bwana, wewe utii mfalme wa falme, kama mtumishi wako Ibrahim niwe mtii mfalme wa falme. Ndani yako Yesu Kristo, ndani yako Yesu Kristo, kile kiburi nilicho nacho kiondoe mfalme wa falme. Weka roho ya utii mfalme, weka roho ya utii
unaangalia tumelea kweli. Wewe mfalme, unaangalia tumelea kweli. Unasema mfalme, mtakiungana na kuziacha dhambi zake. Wewe utamsafisha na dhambi wote. Wewe sasa ninaomba mfalme, utasafisha mfalme mfalme. Unaondoa mfalme mfalme. Wewe yakutokutii. Bali mfalme upande. Wewe utii ndani yetu mfalme. Wewe watia kudumu ndani yako Kristo. Ninaomba mfalme mfalme. Ninaomba Mungu aliye hai. Ninaomba Mungu aliye hai. Ninaomba Yesu Kristo. Tuombee nao mfalme. Tuombee nao mfalme. Tuombee nao mfalme. Ninaomba Yesu Kristo. Ninaomba Yesu Kristo. Ninaomba Yesu Kristo. Tuombee nao mfalme. Tuombee nao mfalme. Ninaomba Mungu wangu. Ninaomba Mungu wangu. Ninaomba Mungu wangu. Ninaomba Mungu wangu. Tufinyange Bwana. Tufinyange Bwana. Tufinyange Bwana. Tuwatii ndani yako. Tuwatii ndani yako. Tuwatii wa sheria za nchi Bwana. Tuwatii kwa jamii inayozunguka. Tuwatii kwa wazazi wetu. Tuwatii kwa taasisi fulani. Tuwatii kwa walimu wetu. Tuwatii kwa watu wote. Tuwatii kwa mamlaka. Mfalme wa falme. Ninaomba Yesu Kristo. Pia zaidi tuwatii ndani yako. Tupate kuwa kusikiliza sauti yako na maelekezo yako. Unatupatia mfalme wa falme. Ondoa wewe ukaidi mfalme wa falme. Tuwatii Yesu Kristo. Mungu aliye hai. Mungu aliye hai. Baba. Baba. Baba yangu. Baba yangu. Ninaomba mfalme. Ninaomba mfalme. Ninaomba mfalme. Tumbie moyo safi. Moyo wa kutii mfalme. Moyo wa kutii mfalme. Ili tuwe na amani na maisha yetu Bwana. Ili tuwe na uongozi kutoka kwako mfalme. Ninaomba mfalme. Ninaomba mfalme. Ili tuwe na ulinzi kutoka kwako mfalme. Kama vile ulivyolinda mimi na Marika kwa kutii sauti yako. Ninaomba mfalme mfalme. Utugawe na utii Yesu. Utugawe na utii mfalme. Tuumie wewe utii Yesu Kristo. Tutii sheria yako mfalme. Wewe mfalme mfalme. Tushike maagizo yako. Yesu Kristo. Tusije kuwa kama Sauli. Tunamwomba kuwa mtii ndani yako. Nimekataa Sauli kuwa mfalme.
uwe mti wa kudumu ndani yako. Usinyamaze mtumishi wa Mungu, msiambie Bwana akufinyange, akupe moyo mpya utii. Usinyamaze mfalme, usinyamaze, usinyamaze mtumishi wa Mungu, usinyamaze. Sema na Bwana, sema na Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana akufinyange, akufinyange. Yeye anafinyanga ucha, anaangalia chombo ya kweli. Ongea na Bwana, ongea na Bwana. Yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa. The Lord is here, the Lord is here. Our Lord is here with His presence, with His power, with His government. He's here. Our Lord is here, our Lord is here, our Lord is here. Mungu wetu Baba, Bwana wetu Baba, tusikia. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana. Sema na Bwana, sema na Bwana. Mwambie kuhubiri, moyo upya kutii, moyo upya kutii, moyo upya kutii. Uwe mti wa kudumu, uwe mti wa kudumu, uwe mti wa kudumu, uwe mti wa kudumu. Usinyamaze mpendo, usinyamaze mpendo. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana. Kumbuka sehemu ambayo Mungu alisema na wewe kutii. Kumbuka sehemu ambayo uko chini. Kumbuka sehemu ambayo Bwana alisema na wewe ukutii sauti yake, ukutii maagizo yake. Huenda kuna zile amri 10 za Bwana ambayo hakuzitii. Mwambie Mungu atakusamehe mfalme wako, atakusamehe Mungu aliye hai, atakusamehe Mungu aliye hai. Mungu anasema ukinipenda wewe shika sheria za Bwana. Uone siku nyingi ukiwa kujidanganya kama mpenda Mungu, huko utii. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana akupe moyo safi, akupe moyo mzuri wa utii, akupe moyo mzuri, uwe mtii wa kudumu ndani ya Kristo, uwe mtii wa kudumu ndani ya Kristo. Mungu wako, Mungu wako, Mungu wako, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Israeli, Mungu wako. Nifinyange kwa Bwana, nifinyange kwa Bwana, nifinyange kwa Bwana, nifinyange kwa Bwana, nifinyange mfalme, nifinyange mfalme, nifinyange mfalme, nifinyange mfalme, nifinyange mfalme. Asante Yesu Kristo, asante mfalme, maana unafinyanga Bwana. Asante Yesu Kristo, maana unasamehe mfalme. Asante Yesu Kristo, asante mfalme, maana unaondoka Bwana, unafinyanga ucha Bwana. Ninasema asante Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu aliye hai. Ninasema asante Bwana, ngoja shukrani hizo mfalme. Ninasema asante mfalme kwa mafundisho yako Bwana. Asante kwa neno lako hili Bwana. Asante mfalme wa mfalme, asante mfalme wa mfalme. Ninakushukuru Mungu aliye hai, ninakushukuru Mungu aliye hai. Ninasema asante mfalme, ninasema asante mfalme wa mfalme. Ninakushukuru Mungu aliye hai. Moyo wangu kukusifu kweli, ila sifa zangu hii Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila Bwana, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Ametenda, ametenda, ametenda kweli, ametenda, 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 ametenda kweli, ametenda, 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 ametenda kweli, ametenda. Hallelujah. Tupe Yesu makofi. Hakika ni Mungu kwetu. Praise the Lord. Asante Yesu Kristo kwa kunitumia kama chombo mfalme wa falme. Ninakushukuru Mungu aliye hai. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa kuweka maneno yako kwenye kinywa changu leo Bwana. Asante mfalme wa falme. Ninakushukuru Mungu aliye hai. Tuendelee mfalme wa falme kuwa nasi mfalme. Uwepo wako endelee kuwa nasi mfalme wa falme. Ninasema asante, nikushukuru. Amen. Makofi na vigelegele. Ongeza makofi na vigelegele. Haleluya. Naomba moja na hivi sasa Mungu wake na waka moto na choma kama vile tunasimama aje hapa ili Roho Mtakatifu amhudumie. Lakini kuna mtu mmoja hana amani kabisa, yani moyo wake yani mambo yameingiliana hapa. Karibu.
karibu tu, karibu ili niombe pamoja na wewe. Especially wewe mwenye mguu ambaye unachoma, unapata maumivu, kama nitakuwa ni wewe na kusubiri wewe, au Roho Mtakatifu anakusubiri wewe. Roho Mtakatifu anakusubiri wewe. Narudia tena, Roho Mtakatifu anakusubiri wewe. Wewe ambaye mguu wako unachoma, sasa napata saa nyingine na yaani maeneo haya unauma chini, unachoma. Karibu hii neno pate mtu baadaye. Amen. Naomba asipate tena mtu baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Amen. Wangapi umebarikiwa na ujumbe wa leo? Tunapenda na Mungu. Haleluya. Mmebarikiwa kutoka ndani ya moyo. Shangilie Bwana kwa makofi. Bwana ameleta ujumbe kutukumbusha kutii, kuyafanya mapenzi yake, kutii kila anachotupa, kila anachotuambia, maelekezo au maelezo. Kwa tunapaswa kusimama vema na Roho Mtakatifu. Haleluya. Katika yote mwambie Bwana, mapenzi yako yatimizwe, mapenzi yako yatimie ndani yangu. Chochote unachokifanya, chochote unachokifikiria, mwambie Bwana, beba nafasi ndani yangu, mapenzi yako yatimie ndani yangu. Huo ndio utii namba moja, kama tulivyosoma kwenye kitabu kile cha Mathayo 26 mstari wa 39. Tuliona Yesu alikuwa na huzuni, Yesu alikuwa na majonzi, Yesu alikuwa na mzigo, Yesu alikuwa analipa gharama kwa ajili ya maisha yetu sisi. Angeweza kuondoka asilipe gharama, angeweza kutoroka asilipe gharama, angeweza kuahirisha asilipe gharama, lakini alimwambia Mungu, si kama mapenzi yangu bali kama mapenzi yako. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anakuletea ujumbe kwamba hichi kitu acha sifanye, lakini vile ambavyo unapenda kwa moyo wako, unapenda kwa mtazamo wako, unapenda kwa jinsi ambavyo unaona inafaa kwa hali ya kibinadamu, ambayo ukifanya au ukitii yale mapenzi yako ya binadamu unayoyaona kwa macho au kwa mihemko au kwa mazingira au kwa design ya watu ulionao, marafiki au ndugu, jamii, iwe ni kazini au kwenye huduma, ukaacha kutii yale mapenzi ya Mungu, ujue lazima utapata hasara, lazima utaanguka tu, utaharibikiwa tu. Kwa unaporuhusu mapenzi ya Mungu yatendeke ndani yako, ni yale yanayokuongoza, ni zile yale mafunuo, ule ujumbe, yale maonyo yanaweza kaja kwako kwa kusikia, yanaweza kaja kwako kwa kuota, yanaweza kaja kwako kwa kuona, yanaweza kaja kwako Mungu kwa kumtumia mtumishi fulani, yanaweza kaja kwako Mungu kwa kumtumia hata mshirika mwenzako, kwamba hichi unachokifanya Bwana anasema hapana. Kwa hiyo usiangalie mapenzi yako ya mwili kwa wakati huo, kwa sababu Mungu anajua hatua zetu, anajua njia zetu. Na ndio maana kwenye kitabu cha Yeremia sura 29:11 anasema, najua mawazo yenu na mimi na wazee yaliyo mema, ya kwamba tumaini siku za mwisho, siku za mbele, maisha ya mbele, si kama vile tunavyoangalia sasa. Kwa Mungu anapotupa maagizo yale ambayo yanakuja, inabidi tuyafuate. Tusipoyafuata yatatubeba, tusipoyafuata tutaanguka kwenye shida, tusipoyafuata yanaweza yamkini kaondoa uhai, kwa sababu onyo la Mungu tunasema ni onyo sahihi, limekuja kwa wakati na majira. Haleluya. Kwa hiyo tuwe watii, wa kutii neno la Mungu, wa kutii jamii inayotuzunguka, sheria zilizowekwa za nchi, sheria za makazini tuzitii, sheria zilizo maofisini, sheria za shuleni. Sisi ni watoto wa Mungu watoto wa Mungu tunakuwa kielelezo, si ndio? Tunasomwa, ni barua inayosomwa tunapokuwa mitaani, tunapokuwa mahali popote, wanatusoma.
mema, sio kwa yale yaliyo mabaya. Haleluya, haleluya. Ujumbe ulikuwa mzuri sana, umetubariki na umetukumbusha, na pia unatupa hatua kwamba tunapotii kuna baraka, tunapotii kuna ulinzi, tunapotii kuna neema, tunapotii Mungu anatukutanisha na watu walio wema au walio sahihi katika maisha yetu. Bwana libariki neno lake, ambariki na mnenaji aliyemletea ujumbe Jumapili hii ya leo. Haleluya. Shika sadaka yako, shika sadaka yako pale ulipo, na wale wanaotufuatilia, nena na Bwana, mwambie Bwana asante kwa ujumbe huu. Nena na matoleo yako, mwambie Mungu ninakushukuru. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa ujumbe huu. Tunasema asante, mwambie Bwana, ili sadaka yangu niumbie utii ndani yangu, niumbie roho ya utii ndani yangu, roho ya unyenyekevu, roho ya kuruhusu mapenzi yako yawe ndani yangu. Mwambie Bwana, kwa sadaka hii yamkini nimejaribu sana kujitahidi kutii, lakini nimekuwa mkaidi. Kwa hiyo we mbegu kwenye ulimwengu wa roho ikavunje kile kiambaza, ikavunje ule ukuta, nisaidie kutii yale mapenzi yako yawe ndani yangu, na kuwa na moyo ulio huru, sio moyo wa kusukumwa, sio moyo wa kushurutishwa. Mwambie Bwana, nisaidie kutii, nisaidie kuyafanya mapenzi yako, nisaidie mapenzi yako atimizwe ndani yangu, maana peke yangu siwezi. Kama ni una moyo ulio mzito, moyo mkubwa kutokutii, mwambie Bwana, nifinyange kwa upya. Acha mapenzi yako atimize ndani ya moyo wangu, niwe na utii, niwe na unyenyekevu, niwe na upendo. Asante mfalme wa amani, tunakushukuru Mungu mkuu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sadaka zetu ziwe harufu nzuri machoni pako ewe Bwana, zikapata kibali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na hizi ni mbegu tunazozipanda ewe Bwana, utukumbushe utii na kuruhusu mapenzi yako siku hadi siku katika maisha yetu tunayoishi ewe Bwana. Tulikupendeza wewe na tukiwapendeza wanadamu, maana ndivyo ilivyokuwa kielelezo kwa Yesu Kristo. Alikuwa akiwa na upendo, alikuwa akiwa na utii, alikuwa akiwa na hekima na maarifa, alikutii wewe Mungu Baba, na aliwatii wanadamu na serikali ambazo zilikuwa kwa wakati huo. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza ewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Twatukuza jina lako, twakuinua, maana uko hapa, uko hapa, uko hapa, kutimiza mapenzi yako, uko hapa, twakusifu, twalisifu jina lako, twakuinua, maana uko hapa, uko hapa, uko hapa, kiongozi uko hapa, twalisifu, twalisifu jina lako, twakuinua, maana uko hapa, kutimiza mapenzi yako, uko hapa, mwalimu mwema, uko hapa, twalisifu, twalisifu jina lako,
sifa na utukufu ya Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante maana umetimiza mapenzi yako ndani yetu. Tunakurudisha sifa, tunakuinua, tunalibariki jina lako e Bwana. Asante maana ulianza na sisi saa za asubuhi mpaka saa hii Bwana, ndivyo ulivyokupendeza. Asante kwa ajili ya watoto wako, asante kwa ajili ya wana wako e Bwana, asante kwa ajili ya maisha yao na ulinzi wao. Ninakushukuru Mungu mkuu, ninakutukuza e Bwana. Asante kwa ujumbe huu ambao umeusikiza ndani ya mioyo yetu na masikio yetu. Baba, ulete badiliko, imana ni mbegu ambayo umeipanda ndani ya mioyo yetu. Baba, tunalibariki jina lako na kulitukuza jina lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Makofi kwa Bwana Yesu. Fanya badiliko. Amina. Badiliko la kweli, badiliko lililo na nguvu ya Mungu kukuletea matokeo mazuri. Vinginevyo hautafika vile ambavyo unataka Mungu akutendee. Unajua, unaweza ukaishia kutamani kitu fulani, unaweza ukaishia kutamani kufika hatua fulani, unaweza kuishia kutamani kufika maisha fulani, lakini bila kufanya mabadiliko na juhudi na bidii hautaweza kufikia hicho unachokitamani. Utaishia tu kutamani, lakini kinaishia hivyo hivyo unavyotamani, kinaishia hapo hapo unavyotamani. Hautapiga hatua, hautafikia. Mfano, unakuta mtu anatamani kwamba natamani kama ningekuwa na nyumba, afu hajibidishi, hafanyi juhudi zozote, hawezi akapata. Kwa sababu unajua, unaweza ukajibidisha katika Bwana na ukajibidisha katika kutenda kazi kwa bidii ukapata. Unapojibidisha katika Bwana na unapojibidisha kufanya kazi, kuna muujiza unaweza ukatokea ukiwa kazini, na kuna muujiza unaweza ukatokea kwa sababu unajibidisha kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Ndio unafikia ile baraka yako, ndio unafikia ile ahadi yako. Tunapotaka maisha bora, tunapotaka maisha mazuri, matengenezo au kutengeneza ni sasa. Tunajibidisha kwamba kesho yangu iwe kesho iliyo nzuri, kesho yangu iwe kesho yenye amani, yenye upendo. Kesho yangu nataka iwe hivi. Vile ambavyo unaumba kwenye mawazo, vile ambavyo unaumba kwa mtazamo, basi unajibidisha katika Mungu, unajibidisha katika kimwili. Kimwili tunaposema kufanya kazi, kujitolea kwa Mungu, kwa kusali, kwa kufunga, kwa kuomba, kwa kutii neno la Mungu, kwa kutii vile viwango vya Mungu, kwa kutii yale maagizo ya Mungu, utafika kwenye ile matamanio yako ambayo unataka. Utafika kwenye ule ubora wako unaotaka. Unapoitengeneza kesho yako kwenye mawazo yako, unaiumba ile kesho yako kwenye moyo wako au kwenye macho yako. Juhudi msingi ni leo. Ukijenga msingi leo wa kesho yako, ujue unapoifikia kesho yako, unafikia kuwezeka paa na kula matunda yake. Kwa hiyo tusipotengeneza leo, tusipoumba leo, kesho yetu itakaa vizuri na kujibidisha kwa Mungu, kesho tutakuwa watu wa kulalamika. Kesho tutakuwa watu wa majuto. Kesho tutakuwa watu wa kuwanungunikia watu wengine, hata ambao hawakusababisha tuingie kwenye tatizo, lakini tutawalaumu kwa sababu kama walijua mbona hawakuleta jumbe, kama walijua mbona hawakutufundisha, kama walijua mbona hawakutuona. Kwa hiyo kesho yetu iliyo njema, kesho yetu iliyo bora, kesho yetu iliyo na msingi ulio mzuri na vizazi vyetu, tunaitengeneza leo, tunaiunda leo kwa neno la Mungu na kwa kujibidisha. Unajua, wakati mtu unaweza kuwa unaomba mwili unakataa. Ondoa hicho kizuizi cha mwili kinachokuzuia usiombe. Ondoa kizuizi cha mazingira kinachokuzuia usione ule uzuri wa Mungu. Ondoa kizuizi. Kama ni watu wanakufuta kukutoa kwenye neema ya Mungu, mwambie Mungu, niondolee hawa watu. Kuna wengine hutaki kuenda nao.
Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Yaani natamani, kuna vitu vingi ambavyo Mungu anataka kubariki, lakini unajizuia wewe mwenyewe. Kuna maisha fulani ambayo unatakiwa ufike, lakini kikwazo ni wewe mwenyewe, sio mtu. Ndicho kitu ambacho Bwana amenionyesha kama. Yaani unataka ufike eneo fulani, Mungu anataka kubariki kimaisha. Mungu anataka kubariki kihatua za kuomba. Mungu anataka kubariki kwenye viwango vya rohoni. Mungu anataka kubariki, lakini kikwazo ni wewe mwenyewe. Mwambie Bwana mapenzi yako yatimizwe ndani yangu. Vunja yaliyo yangu. Vunja vikwazo ambavyo mimi najiwekea na tazama kwa mtazamo. Unajua mwingine unaweza ukajiwekea kikwazo cha kumwona mtu kama ndio kikwazo kwako. Kumbe yule mtu hana habari na wewe. Mwingine unaweza kujiwekea kikwazo wewe mwenyewe kuangalia mazingira. Kumbe mazingira yenyewe sio kikwazo kwako. Bali unatakiwa wewe uyashinde yale mazingira. Inatakiwa wewe upite kwenye yale mazingira. Inatakiwa wewe utamke kwenye yale mazingira. Halo. Niambie mimi nitakuwa sababishi la kubadilisha hali ya hewa iende kama vile mbingu zinavyotaka, kama vile mimi ninavyotaka, kwa mapenzi ya Mungu. Haleluya. Shangilia Bwana makofi. Na ujumbe nilikuwa nao. Amina. Basi mshukuru Mungu pale ulipo. Zungumza ndani ya moyo wako. Mpe shukrani Mungu za moyo wako kwa ibada, kwa ujumbe. Zungumza na yeye binafsi na Mungu. Mwambie Mungu asante. Asante kwa ujumbe. Asante kwa maono. Asante kwa maelekezo. Asante kwa matengenezo. Asante kwa taa ambayo umeifurika ndani yangu. Ninakushukuru Bwana. Ninakutukuza Mungu mkuu. Nipe kusimama sawasawa kwa ajili ya mapenzi yako. Nisimamishe katika mwamba wako. Nisimamishe katika kusudi lako. Nisimamishe katika mwelekeo wako. Nisimamishe katika ishara zako. Nisimamishe katika majira na nyakati. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante mtakatifu. Baba, nachilia baraka juu ya watu hawa na wale wote wanaotutazama mfalme amani. Baraka zako ziwe juu yao katika jina la Yesu. Wabarikiwe katika makapu ya biashara zao, kazini kwao, waingiapo watokapo. Wafanye kuwa nuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baraka zako ulinzi apate kuwatangulia kila siku asubuhi na kila jioni. Ee Bwana, akawatangulie, akaondoe viambazi, akaondoe kila hila, akaondoe magonjwa, akaondoe mauti, akaondoe ajali, akaondoe roho za uvamizi, akaondoe kila vikwazo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wote walinde na damu ya mwanakondoo. Wafunikwe na damu ya mwanakondoo. Wafunikwe na wingu la moto wa mtakatifu. Wao wote wasiogusika katika jina la Yesu. Wao na nyumba zao, wao na biashara zao, wao na ndugu zao, wao na watoto wao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na yote walio nayo katika jina la Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen, amen. Haleluya. Amen, haleluya. Ibada za katikati tunazo siku ya Alhamisi. Tulitenga siku ya Alhamisi iwe siku ya maombi na maombezi, na hiyo siku ya Alhamisi ni siku ya kufunga. Ndivyo tulivyozipanga, si ndio watu wa Mungu? Muulize jirani yako, unakuwepo hiyo Alhamisi? Anakujibu akutolewe huyo. Kwa hiyo hapa tukaanza shina madhabahu kama kwa nilipanga hivyo. Tufanyeje? Hata kwa mtu mmoja atapata hii inatakiwa itumike kwa kadiri ya muda ule uliopangwa. Hata kwa mchungaji tu kuendelea na kazi ya nani? Ya Mungu. Ya mtu badala ya tumesikia. Alhamisi ukija madhabahuni, tutakutana na mheshimiwa Bwana Mungu.
atakapokuja ananikuta mimi nipo. Kwa hiyo Alhamisi, kwa wale ambao wanataka huduma za maombi na maombezi, Alhamisi wao wamekuja wakiwa wamefunga, mwambie jirani yako, mwambie ndugu yako anahitaji huduma hiyo, sawa. Kuna wale wengine ambao wanakuwepo na huduma za dharura, wanataka huduma za dharura, sio lazima Alhamisi. Naweza kaja Jumatatu, tupo. Naweza kaja Jumanne, tupo. Naweza kaja Jumatano, tupo. Wiki nzima tupo. Haleluya. Leo usikutane na mtu ana tatizo asema sasa kwa tulisema na Alhamisi tu. Hapana. Lete. Madam nyumba ya Mungu ipo wazi na mtumishi wa Mungu tunapatikana wakati wowote. Walete watu. Ndio tukipokea watu wiki nzima. Kwa hiyo simzuilia mtu au kumfungia mtu na Alhamisi tu peke yake. Hapana. Mlete. Haleluya. Amen. Basi tena na amani ya Kristo. Amen.